Bila shaka ni saa 1:25 zinakatika ndani ya Radio Maisha, Radio zaidi ya Radio. Okumu na Sakali, tuko na msomaji wetu wa habari asubuhi ya leo, Sam Amani. Na kikubwa ambacho tunakizungumzia ndani ya News Extra this morning ni kutokana na mahojiano ambayo yanafanywa na tume ya huduma kwa mahakama JSC kuhusu uteuzi wa majaji ambao wanakwenda katika mahakama ya upeo. Sam Amani, na katika taarifa zetu za habari, Sam, umesoma pale kwamba leo shughuli inaendelea na kuna majaji ambao wamepangwa katika ratiba siku ya leo kuweza kuhojiwa. Jana shughuli ilifanyika na baadhi ya majaji ambao walikuwa wamehojiwa jana, mmoja wao ni wakili Katwa Kigen, ambaye wengi wanamfahamu kutokana na kwamba alikuwa wakili wa Rais William Ruto katika ile kesi ya ICC. Na natoka pale watu wamekuwa wakimjua kwamba ni wakili ambaye ana uhusiano na rais ambaye yuko madarakani. Lakini isitoshe, ama fauka ya hayo, kisheria amefika katika mbele ya jopo lile ama mbele ya ile tume kuhojiwa kuwania nafasi ya kuwa katika mahakama ya upeo, kwa maana ya kwamba Supreme Court, which is the highest court in the land. Lakini maswali ibuka yapo, na hata ukiangalia kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, gazeti la The Standard limeandika Ruto ties on judge. Ukiangalia katika gazeti la The Daily Nation, taarifa ni hiyo. Nilikuwa naangalia kwenye gazeti la The Star, pia nilikuwa naangalia kwenye Taifa Leo. Swala ni lile kwamba Katwa Kigen ambaye sasa hivi ni miezi mitatu tu toka ameteuliwa kuingia katika mahakama ya rufaa, imekuwa vipi tayari yuataka kuingia katika mahakama ya upeo? Samamani, bila shaka ni swala ambalo limeleta mjadala, lakini kitu cha kwanza ambacho ningependa kuzungumza ni kwamba ikiwa mimi nina uhusiano na Sakali, ama ikiwa nimemsaidia, si uhusiano, ikiwa mimi uhusiano wangu na Sakali uko kiprofessionalism, haufai kutumika kupinga juhudi zangu za kutaka kuwa kitu kingine. Unaelewa kufikia hapo? Mpaka hapo tuko sawa? Sawa. Twende katika sheria. Sheria inasemaje katika yale matakwa yanayohitajika ili mtu uweze kuteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya upeo? Kitu cha kwanza, unahitaji kuwa na uzoefu angalau miaka 15 wa kuwa angalau jaji wa mahakama ambayo inafuata baada ya mahakama hiyo ya upeo. Lakini inasema ama hilo ama uwe na uzoefu katika masuala ya kisheria. Lakini pia uwe na inasema distinguished academic or legal practitioner, yani uwe na elimu ya kisheria, uwe na utaalamu, elimu ya kisheria katika hayo masuala. Kwa hivyo tukiangalia jinsi ilivyoandikwa kikatiba, hasa katika ibara kifungu kile cha 166 ibara ya 3 kama sijakosea, inasema kwamba either uwe na experience ya miaka 15 bila shaka, ama uwe na uzoefu au elimu ya masuala ya kisheria. Katwa Kigen ana haya ambayo tumeyazungumza? Elimu ya kisheria anayo. Kwa hivyo anafaa. Kwa hivyo labda Sakali alifafanua, manake limesema either uwe na uzoefu ama, so inamaanisha either uwe na moja kati ya hayo mawili ambayo ametaja. Nadhani kwamba kile ambacho Sam Amani anasema ni kwamba kisheria hakuna, kisheria Katwa Kigen anafuzu kuwa jaji wa mahakama ya upeo kisheria. Na labda for context, swala hili liliweza kuibuka baada ya mmoja wa makamishna, Fatuma Sichale, ambaye labda ni jaji wa mahakama ya rufaa, kuweza kumweleza Katwa Kigen kuhusiana na barua ambayo iliandikwa na Mkenya. Kwa sababu kikawaida baada ya kutangazwa tarehe za mahojiano katika tume hizi, Wakenya wanaruhusiwa kuweza kutuma malalamishi yao na kadhalika. Kwa hivyo kuna barua ambayo iliweza kuwasilishwa na mmoja wa Wakenya, na ana haki ya kufanya vile, akilalamika kuhusiana na hofu yake kwamba iwapo Katwa Kigen ataweza kuchaguliwa kuwa jaji wa mahakama ya upeo, huenda akawa na upendeleo, kutokana na kwamba, na mwenyewe amekiri, Katwa Kigen katika kujibu alikiri kwamba ndio Rais William Ruto ni mteja wake, na sote tunafahamu kwamba amemwakilisha mpaka katika kule ICC na kadhalika. Kwa hivyo iwapo unaliangalia swala hili kisheria, basi hamna linalomzuia, kwa sababu if anything, hata hii JSC ambayo inamuuliza Katwa Kigen kuhusiana na maswali kuhusiana na suitability yake, ndio iliweza kushortlist, kwa sababu wale waliotuma maombi walikuwa watu 6. Na wakaweza kuchuja mmoja, wakabaki na watu 5, na kati ya hao 5 Katwa Kigen alikuwa miongoni mwao. Kwa hivyo iwapo kisheria Katwa Kigen angekuwa hakufuzu, basi angeorodheshwa kuweza kuhojiwa. Lakini sasa kando na sheria,
kuna sasa swala ambalo linakuja, na hili ndio swala viongozi wa Afrika hawana. Ngoja kwanza, kisheria yupo sahihi. Yuko sahihi. Mpaka hapo tunakubaliana kwamba kisheria Katwa Kigen yupo sahihi. Bila shaka na. Twende kazi. Tatizo sasa huja hapa, na nina tatizo sana na Afrika kijumla. Viongozi wetu wa Kiafrika wana kitu ambacho kinaitwa conscience ambayo hawana. Kwa sababu katika baadhi ya mataifa ambayo yameendelea, wakati wewe unajua kwamba Wycliffe Okumu ni mteja wangu na nitakuwa najikuta katika hali ya kufanya maamuzi, uwezekano wa kumpendelea unakuwa juu sana. Kwa sababu mimi ni mwanadamu, wewe vile vile ni mwanadamu, na wewe ni mtu ambaye uko katika nafasi ya hadhi ya rais. Yes. Kwa hivyo iwapo Kenya ingekuwa ni taifa ambalo linaheshimu conscience ile ama unachohisi ndani ya moyo, basi hii ni nafasi ambayo unasema kwamba wacha mtu mwingine aweze kuhudumu katika nafasi hii. Yani ajiondoe, unamaanisha angekuwa amejiondoa. Naam. Ama hata labda angetuma barua, kwa sababu hangetuma barua. Kabla hujaongezea, nikitia nakshi tu kile ambacho Sakali amekizungumzia. Tunafaa kujua kwamba jukumu la mahakama ya upeo ni gani na kwa nini Wakenya wanauliza maswali, kwa sababu kuna wengi ambao wanaojiwa kuwania hii nafasi. Swali ambalo tunafaa tujiulize kama waandishi wa habari ni kwamba kwa nini Wakenya wengi ama baadhi ya Wakenya wako na tatizo na Katwa Kigen kuojiwa kuwania nafasi ya kuingia katika mahakama ya upeo. Lipo wazi kwamba mahakama ya upeo imeanza kuwepo kutokana na utata ambao uligubika uchaguzi wa 2007. Kama unakumbuka post election violence ya 2007, kulikuwa na Kriegler report ambayo ilipendekeza, na moja kati ya mapendekezo ambayo yalikuwa ndani ya Kriegler report ni kwamba Wakenya wengi hawakuwa na imani na idara ya mahakama. Jinsi inavyoshughulikia kesi za uchaguzi. Ndio maana kukabuniwa mahakama ya upeo ikitumikia kupitia katiba ya 2010. Sawa? Na jukumu kubwa ambalo tunajua kabisa, jukumu kubwa, kuna majukumu mengi, lakini lile kubwa zaidi ni kushughulikia uchaguzi wa urais. Na hapo ndio tunakuja maswali ambayo yanaulizwa ni ikiwa Katwa Kigen atakuwa ndio anateuliwa ama anahitimu, anakwenda katika mahakama ya upeo, na amekiri hata jana katika mahojiano kwamba Rais William Ruto ni mteja wake, si ndio? Kesi imepelekwa katika mahakama ya upeo ya kupinga uchaguzi wa rais. Tunazungumzia 2027 sasa. Kwamba na Rais William Ruto yupo debeni. Amesema hilo liko wazi kwamba yupo debeni. Sasa tumeenda katika uchaguzi 2027, si ndio? Then kukawa kwamba kuna watu ambao wanapinga matokeo ya uchaguzi. Na kesi inapelekwa katika mahakama ya upeo, si ndio? Mpaka hapo there's what we call in English kwamba conflict of interest. Katwa Kigen kwa mfano atakuwa miongoni mwa majaji 7 wa upeo wa Supreme Court. Then moja kati ya watu ambao anahusika katika kesi ambayo anafaa kusikiza ni mteja wake. Hapo tayari kuna conflict of interest. Ieleweke hivyo. Na tunajua inafika mahali mahakama ya upeo wanaenda wanapiga kura. That's why nambari ni 7. Kama si 7 inafaa kuwa 5. So that wakipiga kura kunaweza kuwa na 4 na 3 ama 3 na 2. Alafu wale wengi ndio wameshinda. Uchaguzi unachukuliwa. Uamuzi unachukuliwa hivyo. Kwamba wengi 4 kati ya 3 wameidhinisha. Si ndio? Exactly. Hizo maamicus curiae hizo. Sawa. So mpaka hapo guys, that's why hapo ndio kuna maswali kwamba ikitokea kwamba ndio amehitimu akaenda katika mahakama ya upeo, alafu kesi imekuja kupinga matokeo ya uchaguzi, na moja kati ya watu ambao watakuwa interested party ni mteja wake, what happens? Nafikiri ni swala zito ambalo kumeliibua, lakini pia nafikiri kitu ambacho pia Sakala amezungumza ni kwamba likija swala la professionalism, nafikiri ni swala ambalo nafaa kutiliwa mkazo sana. Kwamba unaona pia hawa wabunge ambao ni mawakili, nakupa mfano. Unaona wabunge ambao ni mawakili kila siku wakipanda kwenye majukwaa ya kisiasa wanawararua viongozi wenzao, lakini wao ndio wa kwanza kufika mahakamani kuwatetea hao viongozi wanararua. Na maanisha nini? Ifike muda tutenganishe professionalism na siasa. Unaelewa? Kwa kuwa swala liloibua ni swala zito sana. Iweje, itakuwaje ikiwa labda uchaguzi utakwenda hadi kesi itakwenda hadi katika mahakama itakwenda katika mahakama ya upeo na huyu ni mteja wake. Ndio hili swala la professionalism linakuja. Manake kitu cha kwanza, Katwa Kigen hakujiorodhesha mwenyewe katika kile kinyang'anyiro cha kuwania ile nafasi ya jaji wa mahakama ya upeo.
hakujiorodhesha mwenyewe. Ni tume ya huduma za mahakama. Je, tume ya huduma za mahakama ilikuwa na hili kwenye akili? Na je, ikiwa ilikuwa nalo, je, inaruhusiwa kujifanyia tu maamuzi kwa kutomworodhesha kutokana na misingi kama hiyo? Unaona? Ndio swala sasa linakuja kwamba ikiwa swala ni la kuwa mimi ni judge, sifai kumuona Sakali kama mteja wangu. Kama umekosea, na ndiko uamuzi ambao utakutandika. Lakini je, Kenya ama Afrika tumefikia hapo? Unajua hili ndio tatizo kubwa zaidi. Maana ikiwa ni professionalism, kama alivyozungumza jana kwenye kikao kile, alisema kwamba atazingatia sheria, ataongozwa na sheria na katika kufanya maamuzi. Lakini iweje ifike mahali kwa kwamba ni wakati sasa waamuzi kuna watatu kwa watatu, bado mmoja sasa pita upande mmoja. Yani huku ni majaji watatu, bado mmoja tu, huyo mmoja upande atakaoenda utakuwa ndio maamuzi yanafanyika. Wakati anaona kabisa uamuzi wake alikuwa anafikiria ni kwamba huu uchaguzi hii kesi sita rule in favor of mteja wangu. Ni swala zito, lakini professionalism should always matter. Kuna hoja nzito pale ambayo uliibua pale mwanzoni kwamba uhusiano wa mtu hasa zaidi katika taaluma ya kisheria, uhusiano ambao uko nao na mtu hauwezi ukatumika kuweza kukuzuia kupata nafasi fulani. Kwa mfano, JSC haingetumia kigezo kwamba huyu ni mteja wa sijui nani kuweza kumnyima nafasi kuweza kuhudumu kwa sababu amefuzu. Na inanikumbusha mjadala ambao umeibuka kuhusiana na Philomena Mwilu, kwamba Philomena Mwilu ni mkewe Amos Wako. Amos Wako amekuwa ni mmoja wa washikadau muhimu tu wa Raila Odinga miaka hii yote katika masuala ya kisiasa. Bila shaka. Na Raila Odinga amekuwa debeni kila wakati, kesi zake zimekuwa zikifika Supreme Court na kadhalika. Kwa hivyo ni kigezo ambacho ukiangalia, and we are talking about private practice. Unapozungumzia masuala ya wanasheria, mteja ambaye ni mwakilishi hafai kunizuia kupata nafasi ambayo ni ya umma ama ni ya serikali katika muktadha huu. Lakini zaidi ni swala la mimi napenda kusema ni swala la uamuzi wa kibinafsi, kutokana na kwamba kuna hata swala la perception. Katwa Kigen should be very worried kuhusiana na perception, kwa sababu unavyosema na vile vile jinsi hukumu amesema, umeingia pale katika mahakama ya upeo, kisha kuna kesi ambayo unafaa kuweza kuamua na umeamua kwamba unaunga mkono upande wa Rais William Ruto. Itakuwa ni vigumu sana Wakenya kubaini wapo umeamua hilo kutokana na kwamba alikuwa ni mteja wako ama kiukweli, na labda inaweza kawa ndio kiukweli umeangalia sheria na sheria labda ina mfavor, lakini itakuwa ni vigumu kuweza kutofautisha hilo kutokana na swala zima la perception. Kwanza Mkenya wa kawaida bila shaka akijua tu kwamba ni mteja wake, hauwezi ukamtoa akilini kabisa kwamba umefanya maamuzi kitaaluma. Nikokuwa mataifa mengi ya Afrika hajakuwa yakizingatia taaluma katika kufanya mambo yao. Lakini ingekuwa tunazingatia taaluma na sheria, haingekuwa na mjadala. Kwa tumeshuhudia mambo ambayo yametokea, na inanipeleka katika kesi ya ICC. Unakumbuka baada ya Ocampo kuondoka, Bensouda na kaja Karim Khan, kulikuwa na mijadala kama hii. Nafikiri mnakumbuka. Alikuwa wakili wake sasa hivi, vitu kama hivi. Nafikiri ndio inaleta tena mjadala kama huu ambao sasa upo nchini. Ilikuwa mbali, sasa ni Kenya direct ndani. Na inanikumbusha Sam, tumeona mara nyingi hata majaji ambao ni mahakama kuu ama majaji wa mahakama ya upeo, tumeweza kuona majaji wakirecuse themselves kutoka kwa kesi fulani, kwamba kuna mteja amefikishwa mahakamani, labda ni a relative, na wewe ndio jaji, lakini unaamua kwamba hii kesi siwezi nikaamua kutokana na personal reasons. Na watu wakifuatilia wanapata personal reasons ni kwamba labda alikuwa mteja wako ama ni rafiki yako ama ni jamaa yako. Lakini zaidi ni kwamba anavyosema Sam, labda tunahitaji kukaza sheria zetu zaidi, kwa sababu hakuna kipengele ambacho kinazuia hilo, isipokuwa iwapo, kwa sababu kuna majaji wengine nao wameamua mimi nitaamua hii kesi irrespective of watu watasema wanavyotaka kusema, lakini nitakwenda mbele na bado nitaamua hii kesi. Na hata ieleweke kwamba anaweza katauliwa kuwa jaji wa mahakama ya upeo, na kuna Mkenya atakuwa na haki wakati kesi imepelekwa ya kura urais, kuna Mkenya atakuwa na haki kwenda mahakamani kusema kwamba Katwa Kigen asiwe miongoni mwa watakaoamua kusema kwamba hamewahi rais ni mteja wake, na hata kisha atakuwa anaruhusiwa kisheria. Tunaona zinafanyika, unaenda unapinga, unasema sitaki jaji fulani asikize kesi yangu. Na hiyo itakuwa inaleta crisis katika mahakama ya upeo. Watakuwa wamebaki 3-3 in case of anything 3-3 what happens? Mjadala mzito sana ndugu zangu. Tukutane 2 kamili katika habari za sasa.